Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa swala la mlima wa Picakes nchini Iran litakuwa miongoni mwa ajenda kuu katika mazungumzo yake na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akieleza kuwa kiongozi huyo wa Israel anataka Marekani iendelee kushiriki kikamilifu katika kushughulikia kile kinachodaiwa kuwa tishio la mpango wa nyuklia wa Iran. Akizungumza hii leo Jumanne Julai 28 mwaka 2026 katika mahojiano na kituo cha Fox News kabla ya mkutano huo, Trump alisema Netanyahu anatarajiwa kuzungumzia maendeleo yanayodaiwa kufanyika katika mlima wa Picakes, eneo ambalo limekuwa likitajwa katika ripoti mbalimbali za kiusalama kuwa linaweza kutumika na Iran kwa shughuli zinazohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran. Kauli hiyo inaonyesha kuwa suala la Iran litaendelea kuwa kipaumbele kikubwa katika ushirikiano wa kimkakati kati ya Marekani na Israel, huku mataifa hayo yakiongeza mashinikizo kwa Iran kufikia makubaliano mapya kuhusu silaha zake za nyuklia. Hata hivyo, Trump alisema kuwa hahitaji Netanyahu kumpa taarifa kuhusu kinachoendelea katika eneo hilo kwa sababu Marekani tayari ina uwezo mkubwa wa ukusanyaji wa taarifa za kijasusi. Alisema vyombo vya usalama vya Marekani vinafuatilia kwa karibu kila hatua ya Iran na vinafahamu kinachoendelea katika maeneo yake muhimu ya kijeshi na nyuklia. Nahitaji bibi kuniambia nini? Tayari tunajua kinachoendelea, Trump alisema, akiongeza kwa Marekani ina uwezo wa kupata taarifa zake bila kutegemea viongozi wa mataifa washirika. Pamoja na msimamo huo, Trump alionyesha kutofurahishwa na uamuzi wa Netanyahu wa kuzungumzia hadharani kile alichodai shughuli za Iran katika mlima wa Picakes. Alisema angependelea masuala nyeti ya kiusalama yajadiliwe kwanza kupitia njia za kidiplomasia na za kijasusi badala ya kutolewa mbele ya vyombo vya habari. Kwa nini usiniambie mimi? Kwa nini ulazimike kuambia ulimwengu? Trump alihoji, akiongeza kuwa ingawa hakuliona kama tatizo kubwa, aliamini mawasiliano ya moja kwa moja kati ya viongozi ni muhimu zaidi katika masuala nyeti yanayohusu usalama wa kimataifa. Licha tofauti hiyo ya mtazamo kuhusu namna taarifa zinazopaswa kutolewa, Trump alisema mkutano wake na Netanyahu utatoa nafasi ya kujadili hatua za pamoja za kukabiliana na Iran pamoja na hali ya usalama katika Mashariki ya Kati, ambapo mvutano umeendelea kuongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Akizungumzia hatua ambazo Marekani imewahi kuchukua dhidi ya Iran, Trump alidai kuwa mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Marekani yaliharibu kwa kiwango kikubwa miundombinu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Kwa mujibu wake, operesheni hizo zilidhoofisha uwezo wa Tehran kuendeleza shughuli zake za nyuklia na kuzuia maendeleo ambayo yangeweza kuleta tishio kwa usalama wa Israel na washirika wengine wa Marekani. Trump alisema kuwa ikiwa Iran haitafikia makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia, basi Marekani iko tayari kuchukua hatua nyingine kali zaidi. Alitaja mlima wa Picakes kama moja ya maeneo ambayo yanaweza kulengwa endapo diplomasia itashindwa na Iran itaendelea na kile alichoeleza kuwa shughuli za kuimarisha uwezo wake wa nyuklia. Mbali na hilo, Trump alitoa kauli kali kuhusu uwezo wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran. Alidai kuwa Marekani inaweza kuharibu madaraja mengi muhimu ya Iran ndani ya muda usiozidi saa moja ikiwa operesheni ya kijeshi itaidhinishwa. Pia alisema miundombinu mikubwa ya uzalishaji na usambazaji wa umeme nchini Iran inaweza kushambuliwa na kuharibiwa ndani ya siku moja, akiongeza kwa Marekani ina uwezo wa kutekeleza mashambulizi ya haraka na yenye hatari kubwa. Kauli hizo zimeongeza mjadala kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano kati ya Washington na Tehran, hasa wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Marekani imekuwa ikisema kuwa haitaruhusu Iran kumiliki silaha za nyuklia, huku Iran ikiendelea kusema kuwa mpango wake wa nyuklia unalenga matumizi ya kiraia pekee na uzalishaji wa nishati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.